Karibu mwanamichezo, tuzungumze michezo. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Mpenja TV. Wote tunajua kwamba leo kuna mbilinge za NBC Tanzania Bara ambapo tutawakutanisha watani wa jadi Simba dhidi ya Yanga. Japokuwa kuna maneno ya hapa na pale kwa sababu mnyama Simba aliweza kutoa taarifa ikionyesha kwamba wao hawawezi kushiriki mchezo huo kwa sababu ya kukosa haki yake ya msingi ya kufanya mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini siku ya leo wananchi Yanga Afrika kupitia uongozi wao wakaweza kutoa taarifa kwamba wao watapeleka timu uwanjani kwa lengo tu la kwenda kucheza huo mchezo na kuwaomba mashabiki zao wajitokeze kwa wingi katika dimba la Benjamin Mkapa. Sasa muda mfupi ninavyozungumza na wewe wakati huu, bodi ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara imeweza kutoa taarifa kwa vyombo vya habari juu ya kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu mnyama Simba ameweza kutoa taarifa ikionyesha kwamba yeye hawezi kushiriki mchezo huu, huku wananchi Yanga Afrika wao wakisema kwamba wanapeleka timu wapi? Timu uwanjani. Sasa nikusomee kile kitu ambacho kimeandikwa na bodi ya ligi kwa vyombo vya habari. Taarifa inasomea kama ifuatavyo: kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB katika kikao chake cha leo Machi tarehe 8 mwaka 2025 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Yanga dhidi ya Simba Sports Club uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa za ofisa usalama wa mchezo ambao imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu kuahirishwa mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB, Machi tarehe 8, 2025. Bwana, hiyo ni taarifa kutoka bodi ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwamba mchezo wa watani wa jadi Simba Yanga dhidi ya Simba hauwezi kufanyika siku ya leo, isipokuwa bodi ya ligi wao watapanga tarehe nyingine ambayo
utafanyika mchezo huu. Nini maoni yako? Je, tiketi ambazo zimekatwa watafanyaje? Au yote hatuhusu. Jukumu langu ni moja tu, kuhakikisha unapata zile update zote ambazo zitakuwa zinajili kutokea ama na kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Jina langu ni Maunga Junior. Ukinikosa hapa Mpenja TV unanipata Instagram kwa jina moja tu, Maunga Junior _17. Hii ni Mpenja TV. Usisahau tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na ucomment.